Karibu mpendwa mtazamaji wa St. Paul Official Media. Kabla ya yote na kuomba ubonyeze maneno yaliyoandikwa subscribe kisha tuweze kuendelea. Leo tujiulize kwa nini picha nyingi za mama Bikira Maria huonyeshwa akiwa amevaa vazi la bluu. Umewahi kujiuliza kwa nini Bikira Maria karibu kila mara anaonyeshwa akiwa amevaa bluu katika picha za Kikatoliki, sanamu na picha takatifu? Karibu tuweze kuendelea. Tujiulize ni kwa nini isiwe nyekundu, kijani kibichi au zambarau? Je, kweli alivaa bluu wakati wa maisha yake ya kidunia? Na ni nini kilichofanya rangi hii uhusishwe sana naye katika historia yote ya Kikristo? Mavazi ya bluu ya Bikira Maria sio chaguo la kisanii tu. Kwa karne nyingi ilikuja kufananisha baadhi ya kweli muhimu zaidi ambazo Wakatoliki wanaamini kumuhusu. Kwanza, rangi ya bluu kwa muda mrefu imekuwa ikihusishwa na mbinguni, na kwa sababu Mariamu alichaguliwa kuwa mama wa Mungu, hivyo wasanii wanatumia rangi ya samawati kuashiria ukaribu wake maalum na Mungu na jukumu lake katika mpango wa Mungu wa wokovu. Rangi hiyo husaidia kuwakumbusha Wakatoliki kwamba maisha ya Mariamu yalielekezwa kwenye mambo halisi ya mbinguni. Pili, rangi ya bluu kwa jadi inaashiria usafi. Wakatoliki wanaamini kwamba Bikira Maria aliishi maisha ya utakatifu, kipekee na utiifu kwa Mungu. Kwa sababu hii bluu ikawa ukumbusho wa usafi wake, uaminifu na kujitolea. Tatu, katika zama za kati, rangi ya bluu ilikuwa mojawapo ya rangi za gharama kubwa zaidi, na mara nyingi ilitengenezwa kutoka kwa jiwe la thamani linaloitwa lapis lazuli, na liliwekwa kwa ajili ya watu wa kifalme na muhimu. Wasanii mara nyingi walitumia rangi hii ya samawati ya bei ghali walipokuwa wakionyesha Mariamu ili kuheshimu hadhi yake ya kipekee kama mama wa Yesu. Na nne, rangi ya bluu pia inaashiria amani na utulivu. Katika mapokeo yote ya Kikatoliki, Maria mara nyingi huonekana kama chanzo cha faraja na huduma ya uzazi kwa waamini. Hivyo vazi la bluu lilikuja kuwakilisha kama ifuatavyo: ya kwanza, ulinzi; ya pili, amani; ya tatu, huruma na upendo wa wamama. 5. Wasanii wengi wa kale wa Kikristo walitumia rangi hii kiishara badala ya kihistoria. Kusudi lao walikuwa lazima kuonyesha mavazi kamili ambayo Mariamu alivaa katika Palestina ya karne ya kwanza. Badala yake walitumia rangi kufundisha kweli za kiroho kuhusu misheni na wema wake. 6. Katika picha nyingi takatifu, Mariamu anaonyeshwa akiwa amevaa vazi la nje la bluu juu ya vazi jekundu la ndani. Wasanii mara nyingi bluu huwakilisha ubinadamu wake na nyekundu inaashiria neema ya kimungu. Kwa pamoja rangi hizi zilionyesha jukumu la kipekee la Mariamu katika mpango wa kuokoa wa Mungu. Namba 7. Ibada kwa Maria ilikuwa katika karne zote, na rangi ya bluu polepole ikatambuliwa ulimwenguni kote kuwa rangi yake katika sanaa ya Kikristo, na hatimaye Wakatoliki kote ulimwenguni walianza mara moja kuhusisha bluu na bikira aliyebarikiwa. 8. Ingawa hakuna mstari wa kibiblia unaosema kwamba Mariamu alivaa mavazi ya bluu, lakini maandiko yanasisitiza jukumu lake maalum katika historia ya wokovu. Biblia inasema, "Salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe." Luka sura ya 1 aya 28. 9.
Kanisa lilihitaji Wakatoliki kuamini kuwa Mariamu alivalia buluu kihalisi. Badala yake rangi hutumika kama ishara nzuri iliyoendelezwa kupitia karne nyingi za ibada ya Kikristo na sanaa takatifu. Hatimaye vazi la buluu la Maria likawa maarufu kwa sababu liliashiria usafi wake, utume wa mbinguni, heshima, amani na jukumu la pekee kama mama wa Yesu. Kwa maneno rahisi, Bikira Maria amevaa kitamaduni mavazi ya buluu kwa sababu rangi hiyo ilikuja kuashiria usafi wake, utakatifu, ukaribu wake na mbinguni na nafasi ya pekee katika mpango wa wokovu. Asante mpendwa mtazamaji, usisahau kulike, kusubscribe na kushare, na Mungu akubariki.